Mimi naitwa Mwalimu Asheri Mashaka, kaimu mkuu wa shule ya sekondari Butobela. Katika shule hii ya sekondari Butobela, ndani ya miaka mitano kuanzia 2021 mpaka mwaka huu, kuna miradi kadhaa ambayo imefanyika katika shule hii. Mradi wa kwanza ni mradi wa ukarabati wa vyumba vya madarasa, vyumba 6 ambavyo diwani Mheshimiwa Kazungu alivikarabati kwa gharama zake mwenyewe, na ilikuwa baada ya kutembelea shule hii na kutazama mazingira ambayo wanafunzi walikuwa wanasomea. Akakuta ni ya vumbi, na vile vyumba vilikuwa sakafu imekwisha banduka. Kwa hivyo akaamua kuweka jamvi upya na pamoja na sakafu, na mpaka sasa viko vizuri kwa matumizi. Mradi mwingine wa pili ni mradi wa maabara. Tulipokea shilingi milioni 30 kwa ajili ya umaliziaji wa chumba kimoja cha maabara, na chumba hicho kimemalizika na kinafanya kazi na kina mifumo yote ndani ya gesi na maji, na kinaendelea kufanya kazi licha ya changamoto ya kuwepo na changamoto ya maji hapa shuleni, na kiasi kwamba kipindi cha kiangazi mifumo ya maji inakuwa ni vigumu kuifanyia kazi kwa sababu tunatumia tu ndoo, kwa sababu ile mifumo iliyopo inahitaji maji mengi, lakini angalau basi watoto wana sehemu ya kufanyia practical zao za sayansi. Mradi mwingine wa tatu ni mradi wa COVID-19, uviko 19 awamu ya kwanza. Tulipokea shilingi milioni 160 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 8 vya madarasa, ambapo kila chumba kiligharimu shilingi milioni 20. Hizo fedha zilitoka serikalini na vyumba 8 vya madarasa vilijengwa vikiwa vimekamilika pamoja na viti vyake. Kabla ya uwepo wa miradi hii, tulikuwa na changamoto nyingi ambazo zilikuwa zinatusibu hapa shuleni. Changamoto iliyokuwepo ni kama nilivyosema hapo awali, Mheshimiwa diwani alikuta wanafunzi wanakaa kwenye madarasa yenye vumbi. Kwa hiyo darasani kulikuwa na vumbi, hata mwalimu kienda kusimama darasani kufundisha unakuta na vumbi. Kwa hivyo baada ya ukarabati huo, vyumba vimekuwa angalau vizuri, havina vumbi, wanafunzi wanasomea sehemu safi na wachafuki, na hata mwalimu unapoingia unaingia sehemu safi. Mradi mwingine ambao umefanyika na ambao pia umegharimiwa na Mheshimiwa diwani ni kisima. Tulikuwa na changamoto ya maji, na mpaka sasa hiyo changamoto tunayo ya maji, maana tuna utaratibu wa kufanya kambi hapa shuleni. Madarasa ya mitihani yale kidato cha 2 na cha 4 tunawachukua wanakuja kuishi shuleni, kwa sababu ya mazingira tuliyopo. Watoto wengi watakuwa watoto sababu ya shughuli za uchimbaji zilizoko huku. Kwa hiyo tunapowachukua watoto kuja kukaa hapa, wanahitaji matumizi makubwa sana ya maji. Tumekuwa tukihangaika na changamoto ya maji hii, tukawa tumechimba kisima ikafika umbali fulani mdogo, tukawa tumemuomba Mheshimiwa diwani atusaidie ili tuweze kuongezea kina cha kile kisima. Mheshimiwa diwani alitoa fedha yake, wachimbaji wakakiongezea kile kisima kina chake. Maji bado sio ya kutosha sana, kwa sababu inawezekana wale waliotupimia maji hapo awali wakati tunaanzisha kile kisima hawakutupimia katika usahihi zaidi. Kwa hivyo licha ya kwamba Mheshimiwa diwani ametusaidia, ameweka hela yake pale, tukaweza kuchimba hicho kisima na tuongezea kina chake, lakini bado tunayo changamoto ya maji.